Unajibu maombi, unajibu maombi, unajibu maombi, twakuamini Bwana. Mtakatifu Mungu wangu ketie mahali pa juu palipoinuka. Bwana, tazama ni wakati mwingine tena mtumishi wako ninakuja mbele zako Bwana, nikiwa ni muhitaji. Mungu, mtazame binti huyu na mkabidhi mikononi mwako. Bwana, ninafunja na kuharibu kila maagano, kila nguvu za mapepo, nguvu za majini hazina mamlaka katika maisha. Falme za majini katika mwili wa binti huyu, mapepo yote ambayo yanatawala huyu Bwana, yatoke kwa jina la Yesu Kristo. Toka! Toka! Toka kwa jina la Yesu Kristo. Zirika onekana mahali hapa. Umesema katika maandiko yako matakatifu ya kwamba Bwana, tukuite katika kipindi kigumu, katika kipindi cha shida, na wewe utatuonekania na kufanyia mambo makubwa zaidi ya yale tunayoyaomba Bwana. Asante kwa sababu wewe Mungu. Oh, thank you Jesus. 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 Pastor Gamba. Unataka dadangu afe? Unataka dadangu afe? Sasa utajionea miungu halisi. Mganga, fanya kazi yako, dadangu huyu hapa. Sawa. Masambakane. Kisha toka. Ondoka njiani. Toka. Vipi? Toka. Masambakane. Inuka! 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 Dada! Uko salama sasa. Nakuonya, huwezi kumsaidia huyu binti. Hauna uwezo wa kumponya huyu binti. Usisubutu kumwombea tena. Tunaelewana? Mimi nimekuta ndo mzee wa kanisa, lakini nimefurahi ujio wenu. Kabla ya yote, niombe kwanza mtumishi wa Mungu Mchungaji Pastor Gamba, mshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya haya tutakayokuwa tunaendelea nayo kwa muda huu, then tukaendelea baada ya kufungua kwa Mungu. Karibu sana. Kama mikono. Mtakatifu Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka. Asante Bwana kwa sababu wewe ni mwema siku zote katika maisha yetu. Naomba usimame pamoja nasi kama jinsi unavyonena kwenye maandiko yako matakatifu ya kwamba popote penye wawili watatu nawe upo katikati yao. Uwepo wako ukatawale maneno tutakao kwenda kuyazungumza, yakatawale uwepo wako Mfalme. Ni katika jina la Yesu Kristo Baba tukiomba na kuamini. Amen. 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 Kwanza kabisa ni wachungaji wengi sana wamekuja hapa kijijini kwetu kufanya huduma, lakini hakuna mchungaji aliyedumu akakaa muda mrefu hapa. Na cha zaidi ni kwamba kuna wachungaji wanne walipata madhara makubwa sana baada ya kuja. Alikuja wa kwanza, akaja wa pili, akaja wa tatu, akaja wa nne. Hao wote walikufa vifo ambavyo havikueleweka vimekuja kwa mfumo gani.
lakini msiogope wala siwatishi. Msijekuwa na mwogopa hiyo. Lakini baada ya hapo walikuwepo wengine 4. Yaani napozungumza wachungaji wamekuja wengi. Nikaribia watu 10-12. Walikuja wengine wakawa wameongozana, jinsi walivyoongozana walipata madhara yanayoelekeana na nini na wao jinsi walivyokuja. Wa kwanza alipata ukichaa. Wa pili akaugua ugonjwa huu wa ukichaa. Wa tatu naye akapata ukichaa. Na mchungaji wa 4 alipata ukichaa. Mtumishi. Naam, Keirina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Umependeza Bwana Magambo. Keirina wewe. Ni kupendeza kawaida yangu hapa kijijini. Najua. Hivi una habari kwamba tuna mgeni hapa kanisani? Sina habari yoyote. Mgeni? Ndiyo. Mgeni gani yule? Tumeletewa kitu kipya. Mchungaji mpya? Amekuja lini huyo mchungaji mpya? Ameingia leo asubuhi, yupo nyumbani kwa mzee wa kanisa. Sasa huyo mchungaji mpya hajakipeleleza kijiji kwamba kina matatizo gani? Hicho na mimi najiuliza kwamba alikotoka hajaambiwa kweli sifa za hiki kijiji. Lakini si unajua wachungaji bwana, kujiamini kwingi. Sasa hiyo imeisha. Huyo mchungaji yupoje? Yaani nakwambia, yaani kapo tu, hata kwenye kiganja akajai. Kwa hiyo hichi kijiji ni kigumu sana. Lakini na kumalizia kwenye historia ya wachungaji waliopita, nao waonyesho ndio waliomchangaza zaidi. Yaani mpaka unaandaliwa kuja huku kijijini. Kwa kweli Mungu tu akusimamie. Hao wa mwisho ndio wananiuma sana kuliko hao wengine. Ni kwa sababu walipata magonjwa ambayo hawakuweza kupata matibabu huku kijijini, na hata walipowachukua kuwapeleka huko kwao, sielewi ni nini kiliendelea, kwa sababu mawasiliano yalikatika. Mpaka leo kwanza nimefurahi sana kwa ujio wako. Amen. Nafikiri haya yote nimezungumza sio waoga. Najua Mungu atakuwa pamoja nanyi, atawatetea, atawawezesha. Kazi yao ya Mungu itakuwa nyepesi. Mimi binafsi naomba nikutoe wasiwasi, kwa sababu ninaamini kwamba Mungu hawezi kunipa kikombe ambacho siwezi kukinywa. Yes. Lakini pia yeye ndiye aliyenituma katika hili eneo. Kwa hiyo siko hapa kwa matakwa yangu, niko hapa kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu, yeye aliyeniumba na kunipa uhai na kunipa nguvu na mamlaka ya kuihubiri Injili na kukomboa watu waliokuwepo katika upotevu, na kuhubiri Injili na kuweza kuwakomboa watu waliopotea. Mzee, nimezaliwa kwa ajili ya kukomboa vizazi vilivyopotea. Kwa hiyo hizo changamoto na hiyo historia ambayo umenisimulia, japo inatisha kidogo, lakini kwangu mimi ninaamini Mungu anataka kunitumia kuwa mfano. Ninaamini Mungu anayo nguvu ya ziada ambayo ameiandaa juu yangu, na ndio maana nimekuja baada ya hao wote kupita. Yaani alitusumbua mchungaji mkongo aliyepita, lakini huyu inaonekana ndio kwanza amekuja kuanza huduma kwa mara yake ya kwanza. Huyo mchungaji atakuwa hajapata hii historia ya hiki kijiji.
nyinyi si ndio viongozi wangu? Hatujui vizuri sisi. Cha moto atakiona hapa tulipo. Mimi nipo nyuma yenu. Tumpe wiki moja. Hapana. Hapana bwana. Yule tumwachie tu siku ya utambulisho kanisani ili ajione naye ni kiongozi tayari anaongoza kanisa. Afu baada ya hapo tunapiga chini. Umeongea vyema. Sasa hii imeisha. Nimempata mwenyewe. Asante kwa kunipa taarifa. Umeona eh? Kwa hapo tumeimaliza. Safi kabisa. Sawa. Ulikuwa unaelekea wapi? Haya. Mimi naenda, nilikuwa napita. Haya, asante. Haya. Sisi ngoja tukae na kikao hapa, tuna kikao hapa tumalize. Haya. Mchungaji huyu. Sijui kama atakaa. Navyo kifahamu hiki kijiji. Ataisha. Na wao wanachelewa. Karibu sana. Kwa hiyo tutashirikiana bega kwa bega. Niko bega kwa bega na wewe. Nafikiri nitafurahi sana. Lengo kuu lililotuweka hapa ni moja tu. Na niko tayari kupambana kwa vita ya damu na nyama, vita ya kimwili na ya kiroho, ili kuweza kutimiza jambo moja tu. Na hilo jambo ni kuhakikisha injili inasonga mbele. Mchungaji, labda kama nala kuongezea, usiogope, kuwa na amani. Mzee, mimi nadhani kwa sasa sitokuwa na la ziada. Zaidi ni kwamba ngoja tumsubiri katibu. Umesema ataingia hapa kesho. Akitoka safari basi mimi nadhani tukionana naye yeye, kwa sababu ana nyaraka mbalimbali na taarifa nyingi kuhusiana na kanisa, basi itakuwa ni rahisi kunipa mimi mwongozo mzuri wa namna gani nianze majukumu yangu. Bila shaka baba. Amen. Kesho anaingia. Amen. Mambo yatakanisa. Amen. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Sasa tuombe kidogo kwa ajili ya kuahirisha kikao hiki. Kama kawaida utaratibu wangu ni mmoja. Asante sana. Nguvu moja kwa umoja. Ndiyo. Mungu naye anajibu. Amen. Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, wewe usiyeshindwa, tazama Bwana kikombe hiki ulichonikabidhi, nami niko tayari kukinywa Bwana, nikiamini ya kwamba wewe uko pamoja nami. Sitateteleka wala sitaogopa vita wala sitaogopa vitisho vya adui katika kuitenda kazi yako Bwana. Nitasimama imara kama jinsi ambavyo wewe umeniagiza kuhakikisha ninaifanya kazi yako. Mbariki mtumishi wako wa Mungu huyu ambaye yeye amevumilia mengi, amekuwa pamoja na wewe katika kipindi chote kuiendesha huduma yako hii Bwana. Na mimi leo ninakwenda kufanya naye kazi. Naomba ukatupe nguvu, ukatupe umoja, ushirikiano, amani yako ikatawale katikati yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana nikiomba na kuamini. Asante pia kwa kuwa pamoja nasi katika kikao kifupi. Mungu, tumekwenda kunena yale ya kupendezayo na yatupasayo kuyafanya hapa duniani. Nikiomba na kuamini kupitia jina lako. Amen. 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 Pole. Jikaze. Mungu basi ngoja niangalie labda kama kuna chochote kitu jikoni. Asante. Mama alitoka kidogo. Wala usijali, kuwa na amani kabisa. Kuwa na amani kabisa. Nashukuru sana. Bwana asifiwe. 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 Bwana baraka tena wa imani tusalimiane. Bwana baraka tena wa imani tusalimiane. Bwana
asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asanteni sana ndugu zangu kwa ibada nzuri ya jioni. Mungu awabariki sana. Amina. Japokuwa mahudhurio yamekuwa hafifu, lakini tusife moyo. Ni kazi ya Mungu. Nashukuru ibada yetu itaishia hapa, lakini nitakuomba mama kidogo tuzungumze. Lakini Shemasi, nadhani malizia majukumu yako hapa mlangoni. Sawa. Weke na vitu vikae sawa ndani hapa. Sawa. Baada hapo tutakuwa tunataanika moja kwa moja. Haina shida. Sasa mama, naomba nisikilize kwa makini. Si umenielewa? Ndio. Yule mchungaji Jumapili nitakuwa aje kuripoti hapa. Kazi yetu ianze sasa hivi. Sawa. Inatakiwa tumuonyeshe kwamba hichi kijiji sisi ndio watawala na sio yeye. Si umenielewa? Ndio. Kwa hiyo hakikisha unaenda kufikia kwenye mlango wake. Utakapokuwa umefanya hivyo, tutakuwa tumeshakamilisha jukumu letu la kwanza. Sawa. Sawa. No. Nimetafakari sana, nikagundua huku umekuleta ili uje ufe. Kama ulimsikiliza vizuri yule mzee, historia anayotoa kuhusu wachungaji waliopita, naomba turudi mjini, au kama vipi, omba uhamisho upeleke sehemu nyingine. Mimi sitaki kufia hapa, wala sina mpango wa kupoteza moyo. Kijiji ni hatari, sio salama kabisa sikuwepo hapa. Naogopa. Sawa. Listen to me. Najua na ninaelewa jinsi ambavyo unajisikia siku zote kwenye haya maisha. Mungu hawezi kukupatia mtihani ambao anajua huwezi kuushinda. Na yeye mwenyewe kwenye maandiko yake matakatifu ameandika akisema, popote alipo mtumishi wangu, na mimi nipo pamoja na yeye.
Namaanisha nini? Popote sisi ambapo tupo, Mungu yuko pamoja na sisi. So hutakiwi kuogopa hata kidogo. You need to be strong. Understand? Don't cry. Don't cry. Historia ya nini kilitokea, achana nayo. Mungu ana kusudi na sisi. Ile historia ambayo tumepewa kuhusiana na ile eneo, vifo vya wachungaji, magonjwa, maradhi, haina maana kwamba hata sisi tutapita kwenye hayo matukio. Huenda sisi ndio pekee ambao Mungu ametuchagua kwa ajili ya kuja kukomboa hii jamii. Ni lazima tutimize kusudi la Mungu dhidi ya hili eneo. Tulikotoka mke wangu ni mbali kuliko hapa tulipo. Wewe mwenyewe unajua. So I trust in you kwamba hutoniangusha. Sawa, naomba usiogope chochote. Be strong. Mungu anapenda watu jasiri, wenye nguvu, watu wenye imani thabiti. Kama tukiwa na imani haba, tukishindwa kuwa waaminifu mbele za Mungu, yatatukuta. Lakini kama tukiamua kufuata maagizo, nothing can happen. So it's fine. Don't cry. I love you. Okay? Haya, kula mwingi. Acha kuwa unawaza vitu ambavyo vinakutoa kwenye mood. Usimwogope shetani kiasi hicho. Kula mwindi, endelea kufurahi. Tamu. Kweli.